Hii ni video ambayo imesambaa sana mtandaoni ambayo inamuonesha Brigitte Macron ambaye ni mke wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akimsukuma usoni mumewe walipokuwa kishuka kwenye ndege walipowasili Vietnam kwa ziara ya kusini mashariki mwa Asia. Katika video hiyo mlango wa ndege unafunguliwa na Macron anaonekana akijitokeza mlangoni. Sekunde chache baadaye mikono ya Brigitte inaonekana ikimsukuma usoni kwa ghafla, jambo ambalo lilimstaajabisha kwa muda mfupi kabla ya kurejea katika hali yake ya kawaida na kuwapungia mkono waandishi wa habari waliokuwa nje. Walipokuwa kishuka ngazi za ndege, Macron alijaribu kumpa Brigitte mkono ili amshike, lakini mkewe alikataa na kushika reli ya ngazi badala yake. Awali ikulu ya Elysee ilikana kutokea kwa tukio hilo, lakini baadaye ilielezea kama jambo dogo lisilo la kushitua. Ni mabishano ya kawaida baina ya wanandoa waliokuwa kitaniana kwa mapenzi kabla ya kuanza rasmi ziara hiyo. Chanzo cha karibu na rais kiliambia BFM TV na CNN. Kweli utani wa mapenzi ndio hivyo wamsukume ama vipi? Chanzo cha Elysee kilisisitiza kuwa tukio hilo lilikuwa wakati wa ukaribu kati ya Macron na mkewe na wala sio dalili ya mzozo. Haikuhitaji zaidi ya hapo kuwatia nguvu wapika njama na wapotoshaji wa mitandaoni, kilisema chanzo hicho, kikibainisha kuwa akaunti za wafuasi wa Urusi zilianza kueneza mkasa huo kama ishara ya mgogoro wa ndoa na udhaifu wa Macron. Kisa hiki cha Vietnam kinakuja huku Macron akikumbwa na wimbi la taarifa za kupotosha mtandaoni, ikiwemo madai mapya ya uongo yaliyosambazwa na maafisa wa Kremlin kuwa alitumia cocaine kwenye train kuelekea Kiev akiwa pamoja na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Madai hayo yalitokana na picha ya Macron alipokuwa akinyanyua karatasi iliyokunjwa ambapo wafuasi wa Urusi walidai ni kifuko cha dawa za kulevya. Ikulu ilikanusha vikali kwa kuchapisha picha hiyo na maneno, hii ni karatasi ya kujifuta kamasi. Wakati Umoja wa Ulaya unakuwa usumbufu kwa wengine, propaganda hufanya karatasi ya kawaida ionekane kama dawa za kulevya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova aliongeza moto kwa kudai kuwa tukio hilo linaonesha kuporomoka kwa uongozi barani Ulaya. Maafisa wa Ufaransa walilitaja tukio hilo kama kampeni ya propaganda ya Kremlin inayolenga kudhoofisha mshikamano wa Ulaya katika kuiunga mkono Ukraine na kupotosha mazungumzo ya amani kupitia mitandao ya kijamii.